Ama katika kipengele chetu hiki cha 8 tunaendelea, na ninakukaribisha sana katika mfululizo wetu huu wa mada zetu hizi, ama tukisogea moja kwa moja mpaka sehemu ya 3 ambayo inasema utajiri. Kila mtu sasa hivi anaenda mbio, anataka fedha. Wengine wanaenda mbio, wanataka kubadilisha maisha ya nyumbani. Wengine wanataka kipato ili waweze kujalia watoto wao, kwamba kanuni ya maisha ni kwamba vile ambavyo sisi tumeishi watoto wetu wasiishi. Vile ambavyo sisi tumelelewa watoto wetu walelewe zaidi ya sisi tulikolelewa, kwamba sisi tuboreshe pale wazazi wetu walipoishia. Sio kwamba tunawakosoa, hapana. Sisi tunataka kufanya nini? Tunataka kuboresha, kwamba ikiwa mimi nimesoma bila viatu, nikitembea kilomita 4, basi nifanye juu chini mwanangu apande school bus. Si kwa sababu ya kusema kwamba mimi labda nina uwezo sana, hapana. Nataka mwanangu apate bora, kwamba kile ambacho nimeshindwa kukifanya kwa ajili ya nafsi yangu kwa wakati uliopita, ama kutokana na mazingira, ama kutokana na uwezo wa kifedha, sababu mbalimbali, basi mimi nifanye leo hii kwa ajili ya mwanangu, kwa sababu nina uwezo, kwa sababu Mwenyezi Mungu amenipa fursa, kwa sababu ni haki yake mimi kumfanyia. Na hata Mwenyezi Mungu anatia mkazo katika hili, anasema asa msiwalee watoto wenu kama ambavyo nyie wazazi wenu wamewalea. Kwa sababu nyakati zinabadilika, sawa? Na kama nyakati zinabadilika, Imam Ali anasema nyakati zikibadilika na watu hubadilika. Basi sisi tusiganganie ule ukale kwamba wewe umesoma kwa majiguvu, basi na mtoto naye kama kuna njia za kumfanyia wepesi upatikani. Kama hakuna, fanya kwa uwezo wako pale ambapo Mwenyezi Mungu yeye amekujalia. Ama katika utajiri, Mwenyezi Mungu anasema katika Suratul Fajri, sura namba 89 aya ya 15 mpaka 16. Mwenyezi Mungu katika aya ya 15 anasema, ama mwanadamu anapojaribiwa na Mola wake na akamkirimu na akamneemesha, husema Mola wangu amenikirimu. Sote tuko hivyo, kwamba tutakapopatana na mema katika maisha yetu na tukapata yaliyo furaha katika maisha yetu, tunasema alhamdulillah. Hasa wengine husahau, lakini katika hafla hii na kukumbusha ukumbuke kusema alhamdulillah. Kweli mimi Mwenyezi Mungu amenirehemu, amenineemesha. Lakini katika aya ya 16 Mwenyezi Mungu anasema, na anapojaribiwa mtu huyu na akapunguziwa riziki yake, usema la, Mola wangu amenitia unyonge. Ni kawaida. Na kumbe kipato kupungua, leo tumegundua ni jaribu. Akijaribiwa na riziki yake kapungua, anasema la, Mola wangu amenitia unyonge. Kumbe tufahamu sisi sote kwamba tukijaribiwa kwa kupungukiwa, riziki kipungua, chochote kikiondoka katika maisha yetu, tujue ni nini? Ni jaribu. Na kwa wakati wowote na kwa namna yoyote, tupokee majaribu yote katika maisha yetu kama jambo ambalo Mwenyezi Mungu anaona ni lazima ikupate kwa wakati huu, kwamba tufanyavyo lazima jambo lile lingetupata, na hatuna njia wala jinsi ya kuondoa majaribu yake. Basi kwa vyovyote vile tunavyovifanya wakati huu wa hafla, na hata tukapomaliza hafla yetu, tuhakikishe kwamba tuyapokee majaribu yetu katika njia ambayo hatutokufuru. Tutashukuru zaidi kuliko kukufuru. Asante.